Hapo mwanzo naitwa Salma Saleh Ali, ni mtakwimu, nipo katika kitengo cha takwimu za bei. Kwa niaba ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, naomba kuwasilisha mwenendo wa mfumuko wa bei kwa mwezi wa April 2025. Mfumuko wa bei wa Zanzibar ni kipimo kinachotumika kupima mabadiliko ya bei ya bidhaa na huduma mbalimbali zinazokusanywa katika masoko ya mji wa Zanzibar. Mfumuko wa bei wa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia mwezi wa April 2025 umepungua na kufikia 4.25% kutoka 5.07% ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi wa April 2025 limepungua na kufikia 4.72% ikilinganishwa na 6.95% ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 116.16 kwa mwezi wa April 2025 ikilinganishwa na 111.42 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa April 2024. Tukiangalia hapa katika jadwali letu hili, tunaona faharisi za bei za miezi husika pamoja na mabadiliko ya bei kwa mwaka na pia kwa mwezi, na pia mfumuko wa bei kama ulivyokuwa katika mwezi wa Machi 2025 ambapo ulikuwa 5.07% na kwa sasa mfumuko wa bei umepungua na kufikia 4.25%. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula kwa mwaka unaoishia mwezi wa April 2025 umepungua na kufikia 4.10% ikilinganishwa na 6.37% ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi wa April 2025 zimeongezeka na kufikia 125.71 kutoka 120.76 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa April mwaka jana. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka umeongezeka kidogo na kufikia 4.37 kwa mwezi wa April 2025 ikilinganishwa na 4.09 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 109.66 kwa mwezi wa April 2025 ikilinganishwa na 105.06 iliyorekodiwa katika mwezi wa April 2025. Bidhaa zilizopelekea kupungua kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa mapembe umepungua kwa 9.4%, mchele wa Mbeya umepungua kwa 13.8%, mchele wa Basmati umepungua kwa 0.7%, mchele wa Jasmine umepungua kwa 9.7%, unga wa sembe umepungua kwa 12.5%, mkate wa boflo umepungua kwa 3.9%, bidhaa za samaki zimepungua kwa 4.9%, ndizi za mkono mmoja zimepungua kwa 19.8%, na ndizi za mtwike zimepungua kwa 3.5%. Pia sukari nyekundu imepungua kwa 17.7% na sukari nyeupe imepungua kwa 15.8%. Na mafuta ya petroli yamepungua kwa 5.9%. Jadwali letu hili la pili linaonyesha faharisi za bei pamoja na mabadiliko ya bei pamoja na mabadiliko hayo ya mwezi na ya mwaka na ya mwezi uliopita pia. Mfumuko wa bei kwa kipindi kifupi cha mwezi na mwezi unaonekana kuongezeka na kufikia 0.99 ikilinganishwa na 0.16 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi wa April 2025 umeongezeka na kufikia 100.64 ikilinganishwa na 0.03 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025.
Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwezi na mwezi huu wa kipindi kifupi ni pamoja na unga sembe umeongezeka kwa 0.1%, mafuta ya kupikia sunflower yameongezeka kwa 2.6%, mafuta ya kupikia aina ya oki yameongezeka kwa 0.3%, mafuta ya diesel yameongezeka kwa 1.9% pamoja na mafuta ya petroli yameongezeka kwa 0.3%. Hapa tunaona jadwali letu hili linaonyesha wastani wa mabadiliko ya bei kwa miezi hii husika pamoja na mabadiliko ya bei kwa mwezi na mwezi kwa kipindi kifupi na pia kwa mwaka na mwaka. Tunaona vipi bei zilivyoendelea kuteremka hizo na kupelekea mfumuko wa bei pia kukuweko chini kuliko mwezi uliopita. Hapa tunaona mwenendo wa mfumuko wa bei kutoka Aprili 2023 pamoja mpaka kufikia sasa hivi mwezi Aprili 2025 ambapo mfumuko wetu wa bei umekuwa 4.25%. Kwa hayo machache naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza.